Tuambie wewe ni nani kwa kila siku yakoje kama mwanafunzi? Wow. Jina langu ni Janet John, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 MTA, Mtimizi Multimedia Technology and Animation. Na mimi kama mwanafunzi maisha yangu ya kila siku, mimi nimeokoka na nampenda Yesu. So obvious from Monday to Friday naenda fellowship. Huwa naamka asubuhi, naangalia ratiba yangu ya vipindi, naenda darasani. Siku vipindi vyangu vikiwahi kuisha nitafanya ratiba hiyo siku, but ikifika saa 1:30 huwa naenda fellowship. Saa 1:30 hadi saa 3 nikirudi napanga vitu nilivyofanya kupanga usiku. Kuna sio muda wote ratiba yangu inakuwa flexible, kuna muda naenda kwa marafiki hivyo, but napenda kutembea kwenye kitu ambacho nilipanga kufanya hiyo siku. Nikimaliza ratiba zangu za kila siku nalala. Yaani mimi sio mtu wa mchana, mara nyingi mimi ni mtu wa usiku. So nitalala saa 5, saa 6 hadi saa 7 siku nyingine. Siku yangu huwa inaisha hivi. Ni changamoto gani kubwa unaweza kukutana nazo kama kijana chuoni na shuleni? Okay, hapa kwenye changamoto taanza upande wa uchumi. Changamoto kubwa ninayokutana nayo ni kubalance matumizi yangu ya pesa mimi kama mwanafunzi na kuweka akiba. Watu wengi wanategemea ukimaliza chuo yani uwe na starting point wanaita, na familia inakutegemea kama wewe ni mtu ambaye unakuwa matured, so ukirudi mtaani unakuwa na ideas. Mimi kama mwaka wa 3, mimi ni finalist, mimi mwaka wa 3. So inabidi ni balance langu kwenye kula, kwenye kutumia, na inakuwa shida. Kuna muda natamani kuenjoy because napenda kutoka. Nimeokoka but napenda kutoka, napenda kurefresh, napenda kuweka kuset mind yangu kwenye peace. Hapo napataga shida. Also na keep budget. Yaani budget zangu nazibana zitoshe. Ingawa napata shida but Mungu ni mwema, ananisaidia sana. Changamoto nyingine ya pili ninayokutana nayo ni kwenye eneo la mahusiano. Mimi kama mwanafunzi, yani kuna muda unashauriwa kwamba usiingie kwenye uhusiano mpaka umalize shule. Kuna muda unajiona mbona mimi kama mtu mzima naweza nikaenda mahusiano na pia nikaenda shule. Yaani unakuwa hapo katikati. Sasa unajiambia kipi ni sahihi, kipi sio sahihi. Unajiuliza maswali mengi, nifanye kipi? Hivyo yani hizo ni changamoto kubwa zinazokutana nazo sana. Masomo ni kawaida, masomo ni magumu, especially kwa hapa informatics. Masomo sio marahisi na unapambania ufikishe GPA ambayo itakuwa at least ukienda mtaani utakuwa una soko. Kidogo unapata changamoto, ila katika yote Mungu ni mwema, ananisaidia sana. Siku zinaenda na tunazidi kubalance maisha ya kawaida na maisha mengine huko nje ili mambo yaende. Swali lingine nilikuwa nauliza, ulianzia wapi safari yako ya imani? Wow. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye, yaani unajua wale watu tunaita hapo katikati. Especially ilivyokuwa Olevo nipezaga marafiki ambao yani hata kwenda kusali fellowship mnaenda tu mnachagua ile fellowship kwenye vibe. Mfano hizi UKWATA, Kasfeta, mnaweza muangalia leo kuna vibe UKWATA, so mtaenda UKWATA. Leo kuna vibe Kasfeta. Kuna siku tunaenda tunashinda mashahidi wa Yehova sababu alikuwa anagawa kitabu. Yani hamsali sababu mnafuata neno au mnafuata kitu kingine chochote, amna, mnaenda sababu mnapewa vitabu. Nilipofika advance nikaulizwa na wewe mwenyekiti aliyepita, kama je, tushaikuwa kiongozi? Nikamwambia nishaikuwa shemasi hivyo kwa Olevo. Nikashangaa naambiwa mimi nakuwa mwenyekiti wa maombi, kitu ambacho Mungu na shule niliyokuwa ni kwamba usipofunga memba wengine hawafungi. So niliona ni ngumu, lakini kumbe ni namna ambayo Mungu alikuwa anajaribu kuanza kunitengeneza. From there kweli ni ingawa watu walikuwa wananiambia wewe Janet umechangamka, unaonekana kama Mroma ndio unaonekana watu wenye vibe. Yaani ufanani na kwa Kasfet. Lakini Mungu alinisaidia nikaa kiongozi wa maombi. Yaani nikadi namwambia food leader, hamna kuweka idadi ya wanakasfeta kwenye chakula. Yaani nawatoa kabisa. Wasipofunga hata akija kula hamna share yake. Kwa Mungu akanisaidia from there, nikaanza ile unaona kabisa naweza kujisimamia mwenyewe katika imani. Nikafika chuo, wow. Napenda sana. Watu wengi wanasemaga chuo ni sehemu watu ambao wanapotea, lakini mimi namshukuru Mungu, chuo ni sehemu ambayo nimejengwa, nimekua, nimeongezeka. Tunasema nimetembea umbali na Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana sana sana. Anasema swali lingine, anasema kuna wakati uliwahi kuhisi mbali na Mungu, ulitokaje hapo? Wow. Sio mara moja, ni zaidi ya mara moja. Kuna muda unaweza ujihisi mkavu, kuna muda unaweza ujihisi huwezi. Yani saizi namshukuru Mungu, saizi nimegundua yani hata ikitokea hali kama hiyo nashindoga kuomba. Watu wengi tukiwa kwenye wakati mgumu ambao unajihisi kama mahusiano yako na Mungu hayapo vizuri, unamwambia Mungu
mimi nilipo sijui yaani sijui nafanya nini, sijui natokaje, basi wewe unaweza kunisaidia. Napenda kuna mtu ashawahi kusema unaanzia hapo hapo ulipo. So hata nikiwaga kwenye hali ngumu au najihisi siwezi, najihisi niko mbali, najihisi mkavu, siwezi kuendelea tena na Mungu, naambia Mungu nipo hapa nilipo. Yaani hapo hapo nilipo naanza tena kumtafuta Mungu. Ingawa sio rahisi, yaani kwenye wokovu ukipoteza mahusiano yako na Mungu, kurudi tena kuwa sawa kama mwanzo sio rahisi. Inabidi ukeep effort, uweke muda. Namshukuru Mungu nimeweza, ingawa haikuwa rahisi sana, but nilijitahidi kutoka, ingawa unatumia nguvu. Kwa simshauri mtu yote kufanya kitu ambacho atajua ata mess up leo uhusiano wako na Mungu hautakuwa vizuri, kwa sababu kurudi sio rahisi. Na kurudi inawezekana, sio kwamba haiwezekani. Hapo hapo ulipo unaanzia hapo hapo, yani ulipo hapo hapo. Hata kama unajiona upo chini, mwambie Mungu nipo chini, siwezi tena. Naomba ukutane na mimi kwenye huu udogo wangu. Mungu anasikia, Mungu anafanya, ila inabidi uwe consistency, uweke muda, umaanishe kwamba Mungu kweli narudi, na Mungu anakurudisha kweli. Swali lingine alikuwa nauliza, vijana wengi wanasukumwa na mitandao ya kijamii. Unaoneje hilo linaathiri maisha ya kiroho? Mitandao ya kijamii inaweza ikaathiri maisha ya kiroho kwa kiasi kikubwa sana, especially if utaitumia in negative way. Tuashumu mfano mlokole, unajitafuta kwenye kujijenga au kujiongeza wewe mahusiano yako na Mungu, afu ukaengage kwenye matumizi negative ya mtandao wa kijamii. Mfano ukawa unauza mtandao wa kijamii, yani unang'ang'ana utoke, but ukiingia hivi, mfano sio umeingia IG au umeingia TikTok, ukascroll ukakutana na picha, yani like pornography pictures, ukawa unakuwa attractive. Yani kuna namna, hata kama unang'ang'ana usiane na Mungu, kuna namna utarudi tu. Yani kuna namna hautaweza. Na kitu kingine, mitandao ya kijamii na asili maisha ya kiroho kwenye kupoteza muda. Unaweza ukae TikTok una scroll masaa 3. Sio kwamba I'm perfect, na mimi nishaipitia hiyo hali. Yani kuna muda unapitia hata masaa 4 una scroll, unatoka TikTok unaingia IG, unabadilisha, utaenda Snapchat. Basi unakuta yani hata wewe muda wako wa kutengeneza mahusiano yako na Mungu haui mwingi, yani vizuri. Unaweza tu mwambie, yani unajikuta kulipanga utaomba lisaa. Umekuta muda umeisha, yani ratiba siku imeisha hujaomba. Unaisha tu kumwambia Mungu, unajua mimi nakupenda, unajua mimi hivyo. Yani hakuna ile consistency relationship kati ya wewe na Mungu, kwa sababu muda mwingi unakuwa unautumia kwenye mitandao ya kijamii. Mimi naona mitandao ya kijamii inaharibu mahusiano ya mtu ya kiroho ya mtu na Mungu sana, but if ukitumia in negative way. Lakini pia inaweza kukujenga sana ukitumia in positive way, kwa kusikiliza. Maana sisi tunajengwa na neno. Unaweza uwe na Mungu, but ili ukue na uongezeke inabidi tuseme, yani uwe unasikia mafundisho, uwe unajifunza. Maana uwezi ukaongezeka na kukua ukiwa ni mtu ambaye kujifunzi wala kuongezeka. Hali ingine ilikuwa linasema, unafikiri kusudi la Mungu lina nafasi gani kwenye taaluma ya mtu? Wow. Kusudi la Mungu lina nafasi kubwa sana kwenye nafasi ya taaluma ya mtu kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ukilijua kusudi mapema hautapoteza muda, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, ukijua kusudi mapema utajua ni watu gani wa kuambatana nao hata kwenye taaluma yako, ni watu gani wa kufanya nao kazi, ni watu gani uongee nao. Hatuwatengi watu, hatusemi sisi sababu tumeokoka au sisi sababu ni watu wa rohoni hatuongee na watu tunaongea nao. Yaani ukilijua kusudi unajua kabisa nani niongee naye ili nijengeke eneo fulani, nani nisiongee naye. Mfano tuseme mimi labda nina career ya graphic designing. Watu ambao inabidi wanifundishe graphic designing ni watu wa nje, sio watu wa lokali. Sio kusema eti siwezi kuongea naye kwa sababu yeye ni mtu wa club au ni mtu ambaye hawezi nishauri mimi mambo ya kiroho. Nitaongea naye, basi nitajua inabidi niongee naye wakati gani, wakati fulani, na vitu gani niongee naye na vitu gani siongee naye, na vitu gani nichukue kwake na vitu gani nisichukue kwake. Kwa hiyo ukilijua kusudi linakupa wewe nafasi kubwa ya kujua ni watu gani utatembea nao ili kujengeka kwenye taaluma yako, na ni watu gani hautatembea nao, ni muda gani utafanya vitu gani, ni muda gani hautafanya vitu gani, ili kulifikia kusudi lako. Swali lingine hapa alikuwa nasema, kama kijana Mkristo unaonaje suala la mahusiano ya kimapenzi? Wow. Mahusiano ni mazuri, sio mabaya. Yaani tusiseme uongo, mahusiano sio kitu kibaya. Mahusiano haya, yaani kuwa na partner au kuwa na mpenzi sio kitu kibaya.
ni kitu kizuri, but kama mahusiano yenu yapo in negative way, hayapo in positive way. Mfano sisi kwa watu tuliookoka, yani kama una mahusiano ambayo hayana direction, hayana boundaries, hapa tunaongelea mahusiano, hatuongelei ndoa. Mtu uliokoka ukiwa na mahusiano ambayo hayana dila, tunasema hayana dila, wewe na mtu wako hamjajiambia mahusiano yenu yana kusudi gani. Mwingine anakuwa na mahusiano for fun, yani hamna kitu kinakwaza kama Mkristo kuwa na mahusiano for fun. Yani unakuwa na mahusiano sababu umeona watu wengine wana mahusiano, au unakuwa na mahusiano sababu unahisi katika hiyo age unahitaji uwe na mahusiano. Hicho ni kitu kibaya sana kwa Mkristo. Wewe kama Mkristo inabidi ujue haikatazi kuwa na mahusiano chuoni, haikatazi kuwa na mahusiano ukiwa unasoma, as long as yapo ni positive way na unaona hayakudidimizi wewe kama Mkristo, hayaharibu uhusiano wako na Mungu, yanakukuza. Mfano mimi naweza nikawa na partner wangu, wote tunasali, wote ni Christian, tunapanga kabisa labda tuna malengo, mahusiano yetu tumeshajiambia kwamba mahusiano yetu yana malengo yake ni kufikia ndoa au tunaelekea kwenye ndoa. So tukiwa kuhusiana kwetu kutakuwa kuna boundaries tumejiwekea kwamba tutafanya hiki hatutafanya. Yani tunakuwa tumejiwekea hiyo mipaka. But ukiwa hauna yani mahusiano yenu hamjajiwekea boundaries, hamjajiwekea mipaka, ni rahisi nyewe kupotea kwenye kusudi, ni rahisi nyewe kuharibikiwa, ni rahisi nyewe kupotea kabisa kwenye ramani ya uso wa Mungu. Yani msionekane kabisa. So lingine ninasema ni mipaka ipi unayojiwekea ili kulinda maisha yako ya kiroho. Sasa nitaongelea eneo la mahusiano. Mfano, ni mipaka gani unajiwekea ili kulinda maisha yako ya kiroho? Kwanza kabisa inabidi ujue wewe unataka kuwa mtu gani au mtu wa namna gani. Ndio maana tunasema ni vizuri kulijua kusudi lako. Maana uwezo ukalijua kusudi lako. Mfano unajua mimi Mungu amenikusudia kuwa mwalimu wa mahusiano mkubwa. Siwezi nikaa nacheza na have fun na kila mtu na have fun na kila mwanaume wakati mimi ni Mkristo na najua kabisa Mungu amenikusudia kuwa mwalimu wa wengine. Ili niwe mwalimu wa wengine inabidi mimi kwanza niwe na picha nzuri, au mimi kwanza niwe mtu mzuri kwanza. Ili mimi nijenge wengine inabidi nijijenge mimi kwanza. Kwanza kabisa nitajiambia ni vitu gani nitatakiwa kufanya na vitu gani sitaki kufanya, ni maeneo gani nitatakiwa kuvuka na ni mtu gani nitataka kuhusiana naye. Yani katika kitu cha muhimu nitafanya au mpaka mkuu nitakaojiwekea ni kuangalia mtu gani ambaye nataka kuhusiana naye na mahusiano yetu yatakuwa na dira gani au tuna makusudi gani na hayo mahusiano, ili nisimess up, ili nisiharibikiwe. Hicho ndo cha muhimu, yani ku choose the right guy. Hamna right person ambao utamkuta perfect, mtu ambaye at least naona kabisa huyu tunaweza kushauriana, huyu tunaweza kurekebishana, huyu tunaweza kuambiana. Mtu mimi napenda sana, napenda kitu kimoja kwamba nipate mtu ambaye anaweza kuniambia Janeti unakosea, Janeti uende vizuri hivyo, Janeti mahusiano yako na Mungu, yani hicho unachokifanya kitaharibu mahusiano yako na Mungu, hicho unachotaka kujaribu kitaharibu mahusiano yako na Mungu. So yani nikiona kabisa huyu mtu nataka kuhusiana naye, nikimwambia siendi kanisani ananiambia it's okay, umeenda wiki nzima, kwa ukipumzika leo, ninaona kabisa huyu hapana, ataniharibia. Swali lingine nasema, una ushauri gani kwa vijana wanaopitia majaribu ya dhambi na tamaa? Kwa sisi vijana, kwa jamii inayotuzunguka, kuepuka yani tuseme kuepuka zinaa, yani imekuwa ni kazi ngumu, na wengi tumeshajiwekea mindset ya kwamba, mfano kwenye jamii yetu watu wanaamini kwamba ku have sex before marriage ni kitu cha kawaida sana, na ukionekana wewe ni mwanaume au ni mwanamke ambaye unachukulia kama ku have sex before marriage ni kitu cha ajabu, watu wanakushangaa na kuona mbona kama wewe wa kizamani, mbona kama umepitwa na wakati. But kuna thawabu, yani kutunza utakatifu wako na Mungu up to marriage, kuna thawabu kubwa sana. Mimi ningependa kuwashauri vijana, sio kwamba hatuna hisia tunazo, sio kwamba wewe ukiwa umeokoka Mungu anakufunga kwamba unakuwa umtamani mtu, kama wewe kijana unakuwa umtamani binti, au wewe binti unakuwa umtamani kijana. Kuna vitu unakuwa unatamani kufanya, lakini unajiwekea mipaka. Kuna mipaka unajiwekea, kuna namna ya mazoea unajiwekea, na pia tunaomba, sio kama maombi peke yake yanatosha, na wewe namna ambavyo utajiwekea kujizuia, watu gani utakaribiana nao, vitu gani hautavifanya, vitu gani, yani hata ukiwa na scroll kuna namna unabidi ujijengee mindset kwamba even if nikiscroll nikikutana na kitu ambacho najua kabisa hichi hakitanijenga, hichi kitaniharibu, au hiki kitachochea hisia ambazo mimi sizitaki, inabidi uachane nacho na inabidi ukipuze. Ingawa sio rahisi, but sisi kama tuliokoka tunaamini ukiwa na Roho Mtakatifu na kama umedhamiria kutokufanya kitu na ukijiwekea mipaka, kweli hicho kitu ukifanye na ukifanyi kweli kabisa, yani ukikataa kitu
kinakatalika kabisa 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 na ukifanya. Na pia unabidi ujitahidi kusema neno. Unajua je, Mungu anasema nini kuhusu hicho kitu? Kuna wakati unajiona kabisa umeshindwa, unajiona uwezi, yani uwezi kuendelea, uwezi kufanya chochote, unajiona mbona kama nataka kuanguka. Rudi mbele za Mungu, nyenyekea, soma neno, utajikuta tu unasimama, unarudiwa na nguvu, unajiona unaweza kuendelea na unaona unaweza kushinda hicho kitu. Swali lingine nilikuwa nauliza, unafanya nini unapohisi kuchoka au kukata tamaa? Kitu pekee ninachohisi kuchoka au kukata tamaa ni kurudi magotini kwa Mungu, kumlilia Mungu. Namwambiaga Mungu, mimi sijui ufanyavyo, sijui utakavyofanya, sijui hata huwa unafanyaje, ila ninachojua unafanya, ninachojua unaweza kuniongeza nguvu, ninachojua unaweza kunitengeneza tena. Maana katika Zaburi ni 32 mstari wa 8 anasema yeye atatuongoza na kutuonyesha njia tutakayoendea, jicho lake likitutazama. Uwaga namwambia Mungu, nimefika mahali ambapo mimi sielewi, mimi nahisi kuchoka. Umesema wewe utaniongoza. Najua kuna mahali umenikusudia kwenda. Najua kuna mahali unatamani nifike, kuna mahali unatamani niwe. Nipo hapa, ninatamani unitie hizo nguvu, ninatamani uniwezeshe, ninatamani uniongoze. Kama ulivyosema utanionyesha njia nitakayoendea. Nami sasa hapa nilipo sielewi njia nitakayoendea, yani nimechanganyikiwa, nimechoka. Naomba unijaze tena nguvu, naomba unionyeshe ni nini nifanye, ni nini nisifanye. Ingawa watu wengi tukikaga sehemu ya kukata tamaa au tunahisi hatuwezi tena, tunahisi hatuwezi kuendelea, tunaona hata kama Mungu afunction, unaona kama Mungu mbona nimemwomba sana afanye, tunakimbia kwa Mungu. Katika wakati wa kukata tamaa na wakati ambao inabidi umkimbilie Mungu, ingawa inakuwa sio rahisi. Kuna muda uwezi kuomba, even if uwezi kuomba, even if unaona uwezi tena, mwambie Mungu siwezi kuomba. Yani hata lia, tafuta muda, hata lia, tafuta privacy yako, mwambie Mungu siwezi. Yani unajua kabisa, hata wewe unaona kabisa siwezi, lakini nimekuja, ninajua wewe unaweza kuniwezesha, ninajua wewe unaweza kunijaza tena hizo nguvu. Nimekata tamaa, ninajua wewe ni mfariji. Unarudi kwa Mungu, unamlilia hapo hapo ulipo. Mungu anaanza na wewe hapo hapo ulipo, anakujaza tena, anakuongoza na anakuonesha uanzie wapi, uende wapi. Na kama ni maswali ya muda mrefu upate majibu, anaweza pia akupe majibu, ni nini ufanye, ni njia gani unatakiwa kuchukua. Wenda labda kuna kitu umemesa up, ni wapi ukarekebisha, anakuelekeza. Swali lingine lilikuwa linauliza, ni kwa namna gani vijana wanaweza kupata amani ya kweli ndani ya Kristo? Wow. Kuna wakati nilikuwa sijui, nilikuwa naasi sana kwamba hili nitapateje amani. Kuna muda nilikuwa na waza, labda nilikuwa najiambia labda nikifikisha hela, yani nikaone langu labda milioni 1 au milioni 1.5 ikiwa ni ya kwangu, imechukuliwa kiwango kwa wengine ni kikubwa, kwa wengine kidogo, ila mimi nilikuwa najiambia labda nitakuwa na amani, nitajiona ni mtu perfect. Lakini unakuja kukuta labda umemiliki hicho kiwango cha pesa, hauipati amani ambayo uli expect. Unakuja kujiambia labda nikiwa na mahusiano, nikipata mtu ambaye atanielewa, ambaye atanipa muda, ambaye atanichukulia mimi kama mimi, atanipenda mimi kama mimi bila kunikompea na watu wengine, nitapata amani. Unakuja kupata umri, lakini unaona mbona kama nilivyokuwa na mtu na sina mtu, maisha yangu hayapo vile. Unakuja kugundua kwamba namna nzuri ya wewe kupata amani as Mkristo, namna nzuri ya wewe kuwa na amani kama mtu uliokoka ni kuwa na mahusiano yako mazuri na Mungu. Ni namna wewe utakapojitengeneza kuwa karibu na Mungu, ni namna ambavyo wewe utahusiana na Mungu kwa ukubwa. Kadri unavyozidi kuhusiana na Mungu kwa ukubwa, kadri ambapo unazidi kumtafuta Mungu, mahusiano yako na Mungu yakiwa vizuri, obvious utakuwa ni mtu mwenye amani. Mahusiano yako na Mungu yakiwa vizuri, obvious hata mambo yako yanaenda. Even if mfano mimi nasoma, nikipata sapo, nishaipata sapo, sio kama sijaenda, nishaipata sapo, lakini ni kipindi ambacho nilikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, hiyo sapo haikuniuma. Wakati mimi ni mtu ambaye nakuaga sipendi kufeli, haikuniuma kwa sababu Mungu aliniambia umepata, akaniambia kwamba umepata hii sapo kwa sababu kusoma Janeti, na nikaelewa kwa sababu sikusoma, na kwa nilikuwa nimemwomba Mungu akanipa amani. Yani sikuumia, nilihisi amani, na nilikuwa najua Baba umeniambia kwamba sikusoma, so this time ninaenda kusoma, na najua nikitoka kusoma naenda kufaulu. Na kweli nilifanya ile sapu, nilifanya mtihani hadi niliomba yani ile additional page ya kuandika, sababu neema ya Mungu ilikuwa pamoja nami. Swali lingine lilikuwa nauliza, ungeelezaje wokovu kwa lugha rahisi kwa mtu ambaye hajaokoka? Wow. Wokovu ni sehemu ambayo tunapata amani. Wokovu ni sehemu ambayo unapata utulivu wa moyo. Yani hatuokoki kwa sababu nyumbani kwetu ni maskini, so tukiokoka tutakuwa matajiri. Hatuokoki kwa sababu hatuna pesa, kwa tukiokoka tutakuja tupate pesa. No. Unaokoka kwa sababu unajua kuwa yani Yesu ni Bwana.
alilipa gharama sababu alinipenda. Hakutaka niishi kwenye vifungo, hakutaka niishi kwenye mateso, hakutaka niishi kwenye matatizo. Na ukishaokoka, yani unapata amani, even if ni kama maskini ulikuwa unakutesa, kwa Mungu anakuonesha kwamba unatoka kwenye umaskini kupitia hiki na hiki, unapata majibu yako kupitia hiki na hiki. Maswali ambayo yalikuwa yanakusumbua unakuwa kupitia, yani unaweza ukaongezeka na kukua kupitia njia hii na hii. Wokovu ni raha sana. Yani kwenye wokovu kuna muda maisha yetu sio kwamba waliokoka muda wote wanakuwa wako vizuri, wana hela, hawana shida, hawaumu. Yani ipo hivi, kwa Mungu sio kwamba unaumwa, ila la gani ya kuwa mwokovu kwamba hata ukiumwa unajua yupo atakayeniponya. Yani ninaumwa ndio, ila yupo ambaye ataniponya. Ninaumwa ndio, ila yupo ambaye atakuwa tabibu kwangu na nikimwomba atafanya. Sio kwamba hatukosi hela, au sio kwamba kuna muda mambo yetu hayaendi sawa. Kuna muda mambo yetu hayaendi sawa, lakini tunajua yupo ambaye atatutoa kwenye hiyo situation ngumu. Tunajua yupo ambaye atatuvusha. Swali lingine lilikuwa linauliza, ni kitu gani unadhani kinazuia vijana wengi kumpokea Kristo? Jamii yetu. Yani kitu cha kwanza ambacho sasa ni jamii yetu na mindset ambazo watu wengi sasa hivi tumejiwekea. Kwa vijana wengi wanaona kama wokovu ni kitu kigumu, wokovu ni ushamba, especially hata kwa huku chuo. Sasa ukimwambia mtu hata kwenda kanisani, kama mimi naendaga kanisani nikiwa nyumbani, sababu wanaona kama mimi mwanachuo nikionekana naenda kanisani nitaonekana kama ni mtu ambaye nimepitwa na wakati, ambaye ni mtu yani kama siendi na wakati. Wanaenda kanisani kama ni watu wenye matatizo. Sikatai kwamba kanisani tunakuja watu wenye matatizo, sababu kanisani sehemu ambayo tunaponywa, tunajengwa, tunaongezeka. But vijana wengi tumekuwa na mindset mbovu. Yani tumejiwekea hivyo na jamii yetu inayotuzunguka imetuonesha hivyo kwamba wokovu ni wa watu walioshindwa. Hapana, wokovu sio watu walioshindwa. Wokovu ni watu ambao wanajua ni wapi wanaenda na wanajua wanakoenda ni kuzuri zaidi ya walipo hapo. Wanajua wanakoenda kuna matumaini, yani kuna faraja, kuna upendo. Yani natamani washauri vijana wengi, especially vijana, yani ukiwa umeokoka na ni kijana ni raha sana, sababu una nguvu za kutafuta, kama ni uchumi unakuwa una nguvu za kumtafuta Yesu. Yani inakuwa kama neno linavyosema mara 100 mbinguni na mara 100 duniani. Yani unakuwa na mara 100 kote. Kwenye uchumi unakuwa mara 100, kwenye masomo unakuwa mara 100. Yani sisi wanasemaga walokole kama tuna mindset za kijinga, sababu mimi naweza nisisome afu niende kwenye mtihani nikasema najua yupo Mungu ambaye atafanya. Nitaingia prayer room, nitaomba hapa masaa mawili na nikitoka hapa na amani, najua kweli ili somo mimi sipati sapu. Nikienda kumwelezea mtu wa nje anakuwa ananiona yani walokole na mindset za kishamba, na maana mimi siwezi kuwa mlokole. Hapana, hatuna mindset za kishamba. Ukija huku ndio utaelewa kwa nini sisi tunasema hivi. Kweli vitu vinatokea, kweli mambo yanafanyika, na tunamwomba Mungu, tunamuona Mungu kwa ukubwa, anatutunza na anatukuza. Swali lingine nilikuwa sema, ni neno gani la mwisho ungependa kuachia vijana wanaokusikiliza leo? Neno ambalo ningependa kuambia vijana kwamba ujanja ni kuwa na Yesu. Mimi mwenyewe yani sio kwamba nilikuwaga ni mtu cool kwamba nimeokoka, nimezaliwa maisha yangu ya wokovu ni mazuri au nimeenda. Mimi mwenyewe nilikuwaga ni mtu ambaye yani naona kama nilikuwa najiambia kwamba nikije chuo yani mimi nitakuwa naenda club hata mara 2 kwa wiki. Yani nilikuwa ni mtu mwenye hiyo mindset, sikuwa mtu mwokovu. But baada ya kuokoka nimekuja kujua maisha ni mazuri kwa Yesu. Yani kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna amani. Na washauri vijana wenzangu muokoke. Mnasemaga walokole ni washamba au Wakristo ni washamba. No, ukiokoka utajua kwa nini tunaonekana washamba. Yani na wewe watu wengine wanaweza kuona mshamba ila hautaonekana mshamba. Wewe ndio utajua. Mimi sasa hata nikikutana na mkaka, yani nikutana na mkaka anatembea njiani anasikiliza nyimbo ya dini, naambia wao, yani nafurahia. Ingawa mtu mwingine akikutana na wewe unasikiliza nyimbo ya dini, yani umepray unatembea hivi njiani, anaanza kuona mbona kama umepitwa na wakati. Ila haelewi. Yani mtu ambaye umeokoka unajua huyu ana kitu, yani huyu ni mtu mmoja safi sana. Yani mtu aliyeokoka ni mimi mtu ambaye ananitia wivu saizi. Yani hata mtu nikute kama mtu hajaokoka amefanikiwa kimaisha, yani natakana nitajisikia wivu kwake, labda sababu amefanikiwa kimaisha. Ila ukimkuta mtu ameokoka na amefanikiwa kimaisha, unahisi wivu mara 2, sababu unaona ana faidi, yani ana Yesu na amefanikiwa kimaisha. Ila nisiseme uongo, mtu ambaye hajaokoka hawezi kunitishia. Yani sijui anafanikiwa, sijui anafanya. Mtu ambaye mimi natamani hata nikimwona nisikia nataka kuwa kama huyo ni mtu aliyeokoka, ameweza kutunza wokovu wake na stili akafanikiwa kimaisha. Huyo mtu ananiinspire sana. Yani najisikia natamani kuwa kama yeye. Sitamwambia mwingine, naanzaga kuambia kwamba ninatamani, ninakufurahia na kupenda, sababu yani najisikia natamani kuwa kama wao. Swali la mwisho linasema, unawezaje kumtia moyo
kijana anzae safari yake na Mungu kuanzia leo. Usichoke. Kitu nachoweza kuambia, usichoke, usikate tamaa. Mungu wetu ni halisi, anafanya, anatenda. Even if unajiona kama wewe ni mdogo, ya kwamba uwezi, unaona kama watu wengine mbona kama wameshatembea umbali mrefu na Mungu, unaona mbona kama watu wengine wako mbali, mimi nitaweza kweli kuwafikia? Unaweza, tena unaweza ni uwafikie, uwapite na uwe na mahusiano mazuri na Mungu. Ingawa haitakuwa rahisi, yani sio kwamba ukifika kwa Mungu kwenye wokovu kwamba utakaa tu utaona mambo yanaanza kwenda. Hapana. Kuna muda unapimwa, yani like Mungu anakupima kwamba unaweza ukaenda vitu. Kuna capacity anataka kuone unayo. Je, anaweza kukuamini kwenye kitu fulani? Kwa sio kwamba utakutana na changamoto. Changamoto utakutana nazo, matatizo utakutana nayo, ila utachukuliaje hayo matatizo? Inabidi ujifunze kukimbilia kwa Mungu. Inabidi ujifunze kukimbilia magotini. Yani in anything, even if unaona uwezi kuomba, mwambie Mungu, siwezi kuomba, but naomba unisaidie kwenye hichi na hichi. Kwenye hili siwezi, ila naomba univushe. Peke yangu siwezi, ninaomba unisaidie. Usichoke, usikate tamaa. Ukiona umeshindwa kabisa, mtafute mtu ambaye unaona yeye kasimama. Mwambie akushauri, amewezaje kusimama kwenye hilo eneo? Yeye amewezaje kujijenga na kukua kwenye hilo eneo ambalo wewe umeshindwa? Wow. Asante, nashukuru.